Ripoti za moja kwa moja kutokea katika mkoa huu wa Manyara ambako kwa siku ya tarehe 21 tutakwenda kushuhudia mechi kati ya timu hii ya Young Sports Club wakiwa na Fountain Gate. Nipo katika eneo hili la Babati hapa kwa ajili ya kuzungumza na watu wengi kweli kweli, ambapo nipo na Kigeregere ambaye tayari ameshafika katika eneo hili kwa ajili ya kuja kushuhudia mechi hii ya Young Sports Club na Fountain Gate. Tutakwenda kuzungumza mengi kweli kweli kufuatia kile ambacho kinaendelea huko, ikiwa ni pamoja na msemaji wa Yanga kulipisha faini ya shilingi milioni 5. Kigeregere, habari za kwako? Unajionaje na hali? Mateso sasa basi, uacha tu enjoy na razi endelee. Unaambiwaje, bingwa anuniwi na bingwa ni Young Africans. Ndio maana tunakwambia kadi bingwa ya Mwananchi. Bingwa ya Mwananchi. Kwa hiyo yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuanza safari jana kutoka Dar es Salaam kuja Babati. Inshallah tumefika salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kwa hiyo tupo tayari sasa kwa ajili ya mapambano, kwa ajili ya mchezo wetu wa tarehe hiyo Jumatatu. Na lengo kuu la kuwahi kuja katika eneo hili ni kwamba tumekuja kwa lengo la kusajili wanachama wetu wa klabu ya Young Africans, na zoezi kama unavyoona lilikuwa linaendelea hapo. Tumeendelea na kazi ya usajili. Sasa watu wamejitokeza kwa wingi na wanaendelea kujitokeza, na hisi kesho watakuwa ni wengi zaidi. Kwa hiyo tuwashukuru sana pia wakazi wa hapa Babati na wale wote ambao labda bado hawajajua kituo cha usajili tumekiweka wapi. Tuko hapa Manyara Raha. Kwa hiyo tupo leo, kesho tutakuwepo, kesho kutwa tutakuwepo. Kwa hiyo tunawaomba yule yote ambaye bado hajajisajili na kuwa mwanachama sogee katika eneo hili, maeneo ya Manyara Raha. Njoo jisajili. Tuko hapa watu tofauti tofauti. Nipo mimi, influencers wa Young Africans kama unavyopata. Mwalimu Yanga yupo, Godi Yanga yupo akiwa kama mwenyekiti wa influencers, pamoja na maafisa wa klineti wa usajili wa wanachama. Uzuri ni kwamba unajisajili na kadi yako unaipata papo hapo. Kwa kuanza saa mapokezi kwa wanababati yapoje baada ya kufika katika eneo hili? Mapokezi ni makubwa kama unavyotuona. Yaani unajua Yanga imefikia stage haina ugeni sehemu yoyote ile. Kila tunapokwenda, uende wapi wananchi tupo, uende wapi wananchi wapo. Kwa hiyo tunajivunia kwa hilo, kwa kuwa na watu wengi, tukuwa na mashabiki wengi kuliko timu yoyote. Wale wengine ukisikia wamejiweka, unajua ni wao wamekuwa wanadandia tu kujiweka kwamba ni wakubwa, sijui wana mashabiki wengi kuliko Young Africans. Huo ni uongo. Wewe hizo hesabu walipigia wapi? Saa ngapi kwa mkwapi maji yakijao utapita wapi? Lini? Hivi ubora wingi wa mashabiki unapimwa kwa namba za watu tu wametoa tu kwenye maandishi, au hata kwa macho tukiona tangu msimu huu labda tuseme ligi ianze, baada ya udhamini wa NBC kombe tulikuwa tunabeba sisi tu Young Africans. Wale madunduka hawajawahi kulibeba toka kuanzishwa kwa mdhamini mpya wa ligi kuu Tanzania bara. NBC hawajawahi kuichukua hata siku hii, na ndio maana sisi tunasema yani huyo NBC na sisi ni kama Yanga na supu, na hapa kesho supu itakuwepo. Kwa hiyo tunawaambiaje, Yanga ndio ina mashabiki wengi zaidi hapa kwenye ligi yetu, na hao wanaofuata ni ile tu wanakuwa wanawahi yani wachukue sifa ile ya Yanga kuifunika. Kwa hiyo sisi hatuna ugeni, kila tunapokwenda ni kama wenyeji tu. Kwa hapo unapoona ni kama tuko nyumbani tu. Sawa Kigeregere, kwa kile ambacho TFF wamefanya kwa msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe, mtazamo wako ni upi juu ya kile ambacho kimefanyika baada ya kupigwa faini ya shilingi milioni 5? Kwanza swala la milioni 5. Milioni 5 hiyo niseme yani ngoja, umesikia Kigeregere? Milioni 5 hajapigwa Ali Kamwe. Milioni 5, faini ya milioni 5 tumepigwa sisi, na sisi ndio tunailipa mpaka Jumatatu. Hiyo hela ya milioni 5 ishatimia. Mpaka sasa hivi nakwambia ipo milioni 3. Ukae na kujua mpaka sasa hivi ipo shilingi milioni 3. Yaani kwamba Ali Kamwe anaipambania Yanga, na kusema kwake siku zote wanasemaje, mgomba unamkuta kifo kutokana na nini? Na uzazi wake. Kuizungumzia Yanga Ali Kamwe ndo kimemkuta kwamba apigwe faini, lakini hajapigwa faini yeye.
Ally Kamwe amepigwa faini, yani hakupigwa faini, tumepigwa sisi. Na sisi mpaka sasa hivi kwamba tuna milioni 3. Tayari ziko kamili? Yani tayari ziko kamili. Yani mpaka akishafika, natumaini mpaka kesho akishafika, milioni 5 hiyo ipo keshi kabisa. Na kuambia iko dhahiri shahiri. Sisi kama Yanga Influencers na mwenyekiti wetu God Yanga na makamu wetu mwenyekiti Mwalimu Yanga wanafanya juhudi kubwa sana ya kuipata hiyo hela, mpaka sasa hivi ishafika milioni 3. Taratibu uliokuwa tulioweka baada ya kuona ile taarifa imetolewa na TFF, lile lungu limetoka kwa msemaji wetu, afisa habari wetu. Lakini afisa habari wetu amepigwa lile lungu, alikuwa anazungumzia labda maisha yake, labda anazungumzia familia yake. Hapana, alikuwa anatuzungumzia nani? Sisi Young Africans. Na kwa mtazamo wetu tukaona sisi tuibebe hii, sisi kama mashabiki, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa atakayeguswa na hili, mwenye uwezo wake chochote, tukaweka utaratibu. Na nadhani watu mtapita kwenye peji zetu za Young Influencers, utaona tumeweka utaratibu pale, namba tumeweka. Kwa hiyo tunaomba kufikia Jumatatu kwenye mechi, ili jambo hiyo milioni 5 itakuwa imeshapatikana asubuhi tu. Kwa hiyo mimi niwaambie mashabiki wenzangu wa Young Africans popote pale ulipo, jambo la Young Africans ni jambo letu sisi, na Yanga ukumbuke sasa hivi mashabiki mjue kwamba tuko kwenye vita. Unapokuwa bingwa wa mashindano ya aina yoyote katika nchi yoyote, unapokuwa wewe ndio bingwa, basi wewe unakuwa ni adui wa wale wote ambao mnashirikiana mnaoshindania kile ambacho wewe kama wewe ndio bingwa mtetezi, wale wengine wote wanakuwa ni adui zako. Sisi ndio mabingwa wa NBC mara 3 mfululizo, mara 3 mfululizo. Haya, sisi ndio mabingwa. Sisi ndio mabingwa wa hiyo CRDB CRDB Federation Cup. Sisi ndio mabingwa mara 3 mfululizo. Wanafikiri hizi timu zingine tunazopambana nazo wanatufikiriaje? Kwa hiyo wale lao ni moja, na ndio maana kila ukiona mechi tunaenda kucheza kwenye mechi itaibuka ni agenda yoyote, wataleta jambo lolote. Ukifuatilia mechi zote hizi za hapa karibuni, ukienda Tabora wakati tunaenda kucheza, uliona yaliyoibuka, sijui nini peleka pampo sijui nini mara sijui tukacheza tukapambana na zile yale mambo yao, tukashinda, wakamkamata afisa habari wetu, wakasukuma ndani. Wamesukuma ndani, tumeangalia, akatoka. Alipotoka tukasema basi kinachofuata akarudi. Haya, tumekuja kujiandaa na mechi tena hii ya leo. Linaibuka tena jambo lingine. Yaani ili mradi tuache kufocus na mchezo, tutoke kwenye mada. Sisi tunasemaje? Wananchi, mchongo ni kupambana mpaka tone la mwisho. Kila mechi sisi kwetu ni finali. Sawa kigeregere, kuelekea mchezo siku ya Jumatatu amekosekana Aucho, Pacome na mwingine mmoja. Kufuatia kile ambacho kinaendelea, kwa hiyo hauoni kama inaenda kuasili mchezo mzima wa Jumatatu? Labda mimi nikuulize swali, samani lakini kuelekea mechi ya Jumatatu tunakwenda kumkosa Aucho, tunamkosa Pacome. Sasa nikuulize, kati ya Fountain Gate hawa na Azamu ipi timu kubwa yenye wachezaji wenye uwezo? Ina maana wale Azamu wana uwezo mkubwa kuliko Fountain Gate. Alikosekana Aucho lakini tuliwatandika. Hata hii Fountain Gate hawa waliokosekana tunakwenda kuwatandika na wachezaji tutakao kuwa nao.